sababu viwanja ambavyo vitachezewa CHAN ni uwanja wa Benjamin Mkapa ambao umekamilika ukarabati wake, lakini na uwanja wa Amani Zanzibar vile vile. Lakini kuna viwanja vya mazoezi ambapo Dar es Salaam tuna viwanja vitatu, kiwanja cha shule ya sheria, kiwanja cha Gymkhana na kiwanja cha Meja General Isamuhyo ambavyo vyote viko katika hatua nzuri. Hizi taarifa ambazo CAF anazitoa ni taarifa za ukaguzi wa mara kwa mara na ziko kwa ajili ya kuhakikisha kwamba maeneo ambayo wanataka yafanyiwe marekebisho yanafanyiwa. Kwa hivyo naamini taarifa hii ambayo unaisema ya wenzetu Kenya imetoka kwa ajili ya kuwaelekeza nini wanatakiwa kufanya ili kuwa tayari kwa ajili ya viwanja vyao vio tayari kwa ajili ya CHAN ifikapo mwezi Agosti. Lakini sisi kama Tanzania viwanja vyetu viko tayari hata wakitaka mashindano yachezwe mwezi ujao. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, tarehe 15 mnyama yuko kwa Mkapa. Tarehe 15 mnyama yuko kwa Mkapa wakipambana na mahasimu wao Yanga. Mheshimiwa Naibu Spika, nikushukuru kwa nafasi. Mheshimiwa Naibu Waziri, halmashauri yetu ya mji wa Babati tumejenga uwanja mzuri kabisa wa Tanzanite kwa raha. Ni miongoni mwa viwanja vinavyofanya vizuri. Tumeleta maombi ya viti kwenu wizarani mtusupport, na ukizingatia kesho Simba na Big Stars wako Babati. Ni lini mtatupatia hivyo viti Mheshimiwa Naibu Waziri? Asante. Mheshimiwa Waziri. Nashukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Na swali zuri la Mheshimiwa Gekulu. Viti anavyovizungumzia Mheshimiwa mbunge Gekulu ni viti ambavyo tulikuwa tunavitoa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Kama unavyofahamu, miongoni mwa maeneo ambayo tunayafanyia ukarabati ni kubadilisha viti vyote 63 ambavyo viko katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Na viti vile kama unavyofahamu Mheshimiwa Naibu Spika viliwekwa mwaka 2007. Kwa hiyo vingi kati yao vimeharibika. Tunachofanya sasa hivi tuko katika hatua ya mwisho ya kutoa viti vyote ili tujue tuna idadi gani ya viti, na kutokana na maombi mengi ambayo tunayo yao vimeharibika. Nashukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Na swali zuri la Mheshimiwa Gekulu. Viti anavyovizungumzia Mheshimiwa mbunge Gekulu ni viti ambavyo tulikuwa tunavitoa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Kama unavyofahamu, miongoni mwa maeneo ambayo tunayafanyia ukarabati ni kubadilisha viti vyote 63 ambavyo viko katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Na viti vile kama unavyofahamu Mheshimiwa Naibu Spika viliwekwa mwaka 2007. Kwa hiyo vingi kati yao vimeharibika. Tunachofanya sasa hivi tuko katika hatua ya mwisho ya kutoa viti vyote ili tujue tuna idadi gani ya viti, na kutokana na maombi mengi ambayo tunayo tutaona tunaweza kugawa viti vingapi kwa kila ombi ambalo limetufikia. Nimhakikishie Mheshimiwa Gekulu maombi yake tunayo, na tutahakikisha uwanja wa Tanzanite nao unapata baadhi ya sehemu ya viti hivi, na kuhakikisha wapenzi wa mpira wa miguu wanaohudhuria pale wanaweza kuvikalia. Asante. Mheshimiwa Juma Usonge, jiandae Mheshimiwa. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, na mimi kunipatia fursa ndogo ya kuuliza swali dogo la nyongeza. Kwa vile vijana wengi wamejiajiri kutokana na uwekezaji mzuri wa soka, lakini zipo baadhi ya changamoto. Je, ni upi mpango wa serikali kuhakikisha kabisa inatanua wigo ili vijana wengi waweze kupata ajira hususan kwenye michezo hii ya kubahatisha? Sehemu ya serikali ambayo inashiriki kwenye swali alilouliza Mheshimiwa mbunge ni kuregulate na kuhakikisha sheria za nchi zinafuatwa, hazikiukwi, lakini hali kadhalika kunakuwa na athari chanya kwenye michezo hii, ushiriki wa vijana kwenye michezo hii. Kama ambavyo unafahamu kuna changamoto nyingi, addiction ambazo vijana wengi wanaingia kwa kushiriki michezo hii, na serikali jukumu lake ni kuhakikisha wanashiriki na kunufaishwa na michezo hii bila kupata addiction ambazo pengine zingeweza kuathiri maisha yao moja kwa moja. Kwa hivyo serikali inaendelea kufuatilia kwa ukaribu kuhusiana na ushiriki wa vijana kwenye michezo hii, lakini hali kadhalika kutengeneza platforms mbalimbali ili kuhakikisha wanashiriki na kunufaika bila kuathiriwa na michezo ambayo wanashiriki. Mheshimiwa Kasaka, jiandae Mheshimiwa Shongoma, jiandae Mheshimiwa Festo. Mheshimiwa Naibu Spika, halmashauri ya wilaya ya Chunya kwa kushirikiana na wadau tunaendelea na ujenzi wa uwanja wa michezo, na mpaka sasa tumefikia hatua nzuri na tumeshaagiza nyasi bandia. Je, upi mpango wa serikali kuweza kutuunga mkono, kutuletea fedha ili tuweze kujenga majukwaa na uwanja uweze kuisha kwa wakati? Mheshimiwa Waziri. Kama ambavyo nimetangulia kujibu kwenye swali la msingi, Mheshimiwa Naibu Spika,
hali ni hiyo hiyo kwa halmashauri ya wilaya ya Chunya. Kwa sasa kipaumbele kiko kwenye miundombinu ya michezo itakayotumika kwa ajili ya michezo ya CHAN 2025 na AFCON 2027. Lakini nimuombe Mheshimiwa Kasaka na halmashauri ya Chunya waweke maombi rasmi kwa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, na hali ya rasilimali fedha itakaporuhusu tutawasiliana nao na kushirikiana nao kuhakikisha wanapata majukwaa kwa ajili ya kukamilisha uwanja wao. Hali kadhalika nimpongeze kwa juhudi kubwa ambazo wamezifanya, ikiwa ni pamoja na kuagiza nyasi za bandia ambazo serikali imezifutia kodi, na najua lengo lenu hasa ni kuhakikisha tunapata vipaji vingi kutoka Chunya kama ambavyo tumekuwa tukipata katika siku zilizopita, na tunawaahidi tutashirikiana na nyinyi kuhakikisha hilo linatekelezeka. Asante. Mheshimiwa Ishengoma. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Je, ni lini serikali itaanza kujenga uwanja wa Jamhuri wa Morogoro ambao unatumika kwenye michezo ya kitaifa? Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, uwanja wa Jamhuri wa Morogoro ni miongoni mwa viwanja ambavyo tuko katika mpango wa kuvifanyia ukarabati mkubwa kwa ajili ya AFCON 2027. Sio kwamba utachezewa rasmi mashindano yale, lakini ni viwanja ambavyo tunataka viwe tayari ili kama kuna timu inataka kuvitumia kwa ajili ya mazoezi na wenyewe utumike. Bado tunaendelea kufanya mawasiliano na wamiliki wa uwanja huu kuona mpango ambao utatuwezesha kufanya ukarabati ule tukitumia fedha za umma, lakini serikali isipate hasara na uwanja ule uweze kutumika na makundi yote ambayo tumepanga ya nufaike na shughuli ambazo zinaweza kuendelea pale. Kwa hiyo nimhakikishie Mheshimiwa Mbunge Ishengoma ya kwamba uwanja wa Jamhuri wa Morogoro uko katika mipango yetu na utafanyiwa ukarabati, hali kadhalika ikiwa ni miongoni mwa viwanja vitano ambavyo tunavifanyia ukarabati mkubwa. Mheshimiwa Festo. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Kwanza nipongeze serikali kwa uwekezaji mkubwa unaofanya kwenye viwanja. Sasa nilikuwa natamani kuuliza, nyie kama custodian wa viwanja nchini, mmeona taarifa za nchi jirani kama Kenya kwenye maandalizi ya viwanja vya CHAN, kuna reg flood. Sasa tulikuwa natamani kupata neno la matumaini, sisi kama wana michezo, maandalizi ya viwanja kwa ajili ya CHAN kwenye nchi yetu vimefikia hatua gani? Mheshimiwa Waziri. Nashukuru kwa swali zuri la Mheshimiwa Senator Festo Sanga, na sisi kama Tanzania maandalizi yetu ya viwanja kwa ajili ya CHAN 2027 ambayo inatakiwa 2025 ambayo inatakiwa kuchezwa mwezi Agosti mwaka huu yanaendelea vizuri sana. Viwanja vyote viko katika hali nzuri, kwa sababu viwanja ambavyo vitachezewa CHAN ni uwanja wa Benjamin Mkapa ambao umekamilika ukarabati wake, lakini na uwanja wa Amani Zanzibar vile vile. Lakini kuna viwanja vya mazoezi ambapo Dar es Salaam tuna viwanja vitatu, kiwanja cha shule ya sheria, kiwanja cha Jimkana na kiwanja cha Meja General Isamuyo ambavyo vyote viko katika hatua nzuri. Hizi taarifa ambazo CAF anazitoa ni taarifa za ukaguzi wa mara kwa mara na ziko kwa ajili ya kuhakikisha kwamba maeneo ambayo wanataka yafanyiwe marekebisho yanafanyiwa. Kwa hivyo naamini taarifa hii ambayo unaisema ya wenzetu Kenya imetoka kwa ajili ya kuwaelekeza nini wanatakiwa kufanya ili kuwa tayari kwa ajili ya viwanja vyao viwe tayari kwa ajili ya CHAN ifikapo mwezi Agosti. Lakini sisi kama Tanzania viwanja vyetu viko tayari hata wakitaka mashindano yachezwe mwezi ujao. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, tarehe 15 mnyama yuko kwa Mkapa. Tarehe 15 mnyama yuko kwa Mkapa wakipambana na mahasimu wao Yanga.